الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika mlango tunaoendelea nao kwenye kitabu Riyadhus Salihin, babu al-amru bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha, tulikuwa tumemalizia katika darasa iliyopita kwenye hadithi nambari 10. Yakabaki maelezo ya faida yanayopatikana katika hadithi hii. Lakini kabla ya kuingia kwenye maelezo hayo, napitia tena kwa ufupi hadithi hiyo ili tupate kujua hadithi yenyewe imezungumza nini na inapatia faida gani. Hadithi ya 10 ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokana na Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu awiradhi na baba yake, qala, amesema, qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisimama kati yetu sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, binawaibatin, wa sababu ya kutoa mawaidha. Faqala, katika mawaidha yake akasema, ya ayuha nasu, enyi watu, innakum mahshuruna, hakika nyinyi mtakusanywa ila Allah Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hufatan, mkiwa miguu chini bila ya viatu, uratan, mkiwa bila ya nguo, yani kama badana awwal khalqi nu'id, kama tulivyoanzisha mara ya mwanzo kuumba ndivyo tutakavyorejesha viumbe vyote. Alipotoka tumboni kwa mama yake mtu katoka miguu chini na bila ya nguo, na ndivyo atakurejea kwa Mola wake. Ghurran, tena wakiwa bila ya kutamiliwa kwa wale wanaume. Hayo Mtume akayaegemeza kwenye aya ya Qur'ani, kama badana awwala khalqin nu'idu, kama vile tulivyoanza umbo la mwanzo wa kuumba ndivyo tutakavyorejesha vile vile. Wa'ada alaina, na hii ni miadi tunaitoa juu yetu, inna kunna fa'ilina, hakika sisi tumekuwa ni watekelezaji wa miadi. Mtume akaendelea sallallahu alaihi wasallam, ala tabuwezi, wa inna awwala al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, na hakika wa mwanzo kuvikwa nguo siku ya kiyama ni Nabii Ibrahim. Tukataja kwamba hadithi haionyeshi ya kwamba hapa ni utukufu zaidi kwa Ibrahim kuliko Nabii Muhammad, ingawa ametanguliza mbele hapa kutajwa, sio maana yake kwamba yeye ndiye atakayekuwa mwanzo kabla ya Muhammad. Tukabainisha kwamba Muhammad ndiye mbora kwa wale wa mwanzo na kwa wale wa mwisho, na kila kitu ya kiyama yeye ndiye atakayeanza mwanzo, lakini hapa anampa heshima yake Nabii Ibrahim. Ala, tunaendelea tabuwezi, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, na kwa hakika wataletwa watu katika umati wangu, fayukhadhu bihim dhata shimali, watakamatwa wapelekwe upande wa kushoto, yani upande mbaya. Faakulu, mimi nikiona hayo nitasema, ya rabbi ashabi, Mola wangu, hao ni kama sahaba wangu. Japokuwa hakuishi naye Mtume, yeye anawapa moja kwa moja kwamba tamko la jaiz waita masahaba wangu, yani katika umati wake ni watu wangu hao. Fayuqalu, fatasemwa hapo, innaka la tadri, wewe Muhammad hujui, unasema tu kwamba hao ni watu wako, hujui ma ahdathu ba'daka, nini walizusha hawa baada ya kuondoka wewe duniani. Waliingilia kati mpaka katika ibada ya Mwenyezi Mungu, wakazusha wanazotaka wao, na wakaziachilia mbali zile ambazo mimi nilikutuma wewe kwa wao.
na ukafundisha. Faakulu, hapo mimi nikijiwa hivyo nitasema bado kama qala al-abd as-salih, kama vile alivyosema yule mja mwema. Mja mwema hapa alikusudia Nabii Isa alayhi salam. Kwani Nabii Isa siku ya kiyama atasema mbele ya Mola wake katika kutetea watu wake, atajivua pale atakapoambiwa wewe ndio uliowaambia na mama yako kwamba hawa wakufanyia nini waungu wawili badala yako mimi? Anta qulta lin-nasi, hivyo wewe ndio uliosema kuwaambia watu ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu ndio waungu wawili badala ya Mungu. Katika kujipapatua Nabii Isa atasema wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihi, na mimi nilikuwa juu yao ni shahidi kwa muda niliokuwa nimedumu kuwa nao pamoja. Falamma tawaffaitani, lakini zama aliponifisha mimi Mwenyezi Mungu, kunta anta ar-raqib alayhi, wewe ndiye uliyekuwa mchungaji mwangalizi juu yao. Alafu Nabii Isa ataendelea mpaka kama ilivyo katika mwisho wa sura Maida ila qawlihi al-aziz al-hakim, yani maneno yamalizikia in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al-hakim. Ikiwa utawaadhibu hawa ndugu yako mmoja wako, na kama utawasamehe basi wewe ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Nikisema na mimi maneno hayo, Nabii Muhammad naye pia atasema maneno hayo. Fayuqalu li, basi patasema kwa mimi innahum lam yazalu murtadina, hakika hao unaowatendea hawajaacha kurejea nyuma kwenye misingi yao, hawajaacha kurtani wakauacha Uislamu. Lam yazalu murtadina ala aqabihim, hawajaacha kuwa ni wenye kurejea nyuma kwenye misingi yao. Mundu faraktahum, tangu ulipowaacha duniani wametoka katika Uislamu kidogo 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 kidogo. الحديث متفق عليه، حديث imewafitiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Na tamko la ghurlan aliposema kwamba ghurlan maana yake ay ghayra muhtanina, yani watakuwa bila ya kutahiriwa. Nilizungumza hadithi kama hivyo, halafu ikabakia sehemu ya ma afala alhadith, nini hadithi inafilisha. Tukasema ya kwamba لا يدل الحديث على أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل. haijulishi hadithi hii ya kwamba bwana wetu Ibrahim juu yake rehema na amani ni mbora zaidi min Sayyidina Muhammad kuliko bwana wetu Muhammad. Wa maziyati Sayyidina Ibrahim, na kutangulizwa mbele hapa Sayyidina Ibrahim na Mtume Muhammad kumtaja kwamba yeye ndiye atakayezalisha mwanzo kuwa siku ya kiyama, la taktawi al-aqliyya, haihukumi maneno hayo kwamba hapo ndipo panapo ubora kwa mmoja kumzidi mwenzie, au annahu awwalu man yuksa ba'da sayyidina Muhammad, wala hapaonyeshi vile vile kama Ibrahim atakuwa ndio mwanzo kubalishwa kabla ya bwana wetu Muhammad. Halafu faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, ta'adhibul usat, ni kuadhibiwa watu waliomuasi Mwenyezi Mungu hata kama walikuwa na shahada mbili vinywani mwao kutamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayo ya kujibiwa mtume wa Mwenyezi Mungu, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, halafu kujibiwa tena innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mundu faraktahum, halafu tukaona fayukhadhu min bab ash-shimali, wanakamatwa wapelekwe upande wa kushotoni, upande mbaya wa motoni. Hapo panaonyesha taadhibu al-usati, kuadhibiwa waliomuasi Mwenyezi Mungu, alladhina ambao badalu, walibadilisha, waghayyaru, na wakageuza fi dinillahi ta'ala, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Sunna za Nabii Muhammad kwao zikawa ni uzushi, na uzushi kwao ukawa ndio sunna. Al-badalu waghayyaru, walibadilisha na kugeuza biidhnillahi ta'ala katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kama tunavyoyaona hayo yanayoendelea kila siku duniani, na kujitahidi watu kila wapo kuyatetea na kuyathibitisha wayafanyayo kwamba ndio. Halafu kwenye kitabu hichi wenye kuifasiri hadithi hii, lujna ya mashehe
Akasema mtu mmoja wanasema ya kwamba wahum qismani, na hawa mauswati waliomuasi Mwenyezi Mungu wakabadilisha na wakageuza katika dini ya Mwenyezi Mungu, wako katika vifungu viwili, wamegawanyika katika vifungu viwili. Qismu, kuna kifungu irtaddu, walirtadi wakaacha kabisa Uislamu, wakatoka katika Uislamu, ima wakachagua unasara au dini nyingine yoyote, au wakabaki bila dini kama pagani, wakajionea upuuzi mtupu mambo ya Mwenyezi Mungu, wakadanganyikiwa na dunia, wakashawishiwa na ziki pesa zilizotaka za kupita duniani, wakartadi kabisa. Fahum, kwa mujibu wa tafsiri ya kitabuni hapa, na tutabaisha kidogo ikhtilafu iliyopo kati ya wanavyuoni tangu wale wa salaf na mpaka wa khalaf. Anasema wahum mukhalladuna fi nnari, kikundi hiki kitatadi kitaingizwa motoni milele moja kwa moja, hakuna kutoka. Kisha wakaendelea kusema wa qismun, na kikundi cha pili asau, wao waliasi bila kurtadi, wakawemo ndani ya Uislamu, wanaukubali Uislamu, wanamkubali Nabii Muhammad, wao wakaasi. Fahum, anasema basi hawa hadi yu'adhabuna, huenda wataadhibiwa na baadaye watanaluhum ba'da idhin, na likawapata baada ya hapo shafaatu rasuli, ombezi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayakhrujuna minan nari, na watatoka baada ya hapo moto. Kwa hakika habari hii ya kuingia na kutoka motoni ni katika habari ambayo inaambiwa ndani ya dini mas'alatul ikhtilafiyya, mambo ya ikhtilafu kati ya wanavyuoni. Na ikhtilafu imetoka wapi? Ama kama utaipitia Qur'an al-Karim, kitabu cha Mwenyezi Mungu, ikhtilafu itakuwa ni nyembamba sana, kwa sababu aya zilizothibitisha umilele wa watu wa motoni ziko waziwazi, ayatu muhkamatu, ambazo hizo hunna ummul kitab. Na kama kwenye Qur'ani kuna pahala ambapo panaashiria kutoka watu motoni, itakuwa ni tafsiri kwa mujibu wa mtu dhana yake, labda kwa taawili ya kuchukulia maneno kifikra, lakini si maneno yaliyokata waziwazi kama yalivyokata maneno ya kubaki watu motoni milele, yamekata waziwazi. Hiyo ni kwa upande wa Qur'an. Ama kwa upande wa hadithi, zimethibiti, hadithi zimekuja na wako wanaoziona hadithi ni sahihi, na miongoni mwa wasimulia hadithi hizo kama Anas ibn Malik na kina Abdullah ibn Mas'ud, Abi Hurairah na wengineo walitaja hadithi hizo, na zinapatikana hata katika sahihi ya Bukhari na Muslim. Kwa upande wa hadithi, hapo ndipo ikaonyesha kwamba pengine kitu hichi kipo, lakini katika Qur'ani hakuna maneno ya waziwazi ila kwa upande wa ta'wili. Tukitazama kidogo Qur'ani kwa baadhi yake ambazo zilizoweka umilele wa kukaa watu motoni, ambazo zimekuja kwa hukumu ya qat'i. Baadhi aya hizo ni kama ilivyokuja katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu anahadithia وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, na wakasema Mayahudi kwamba sisi hautatupata moto isipokuwa siku chache tu, ni siku za kuhesabika, tutaingizwa mara moja mle kwa kiasi cha makosa yetu tulimkosea Mwenyezi Mungu, na halafu baadaye tutakwenda kusafishwa tuingize moto. Kwa majigambo yao hayo Muhammad waambie kwa kuwauliza, attakhadhtum inda Allahi ahda, mmepokea nyinyi kwa Mwenyezi Mungu ahadi kwamba mtaingiza siku chache tu halafu mtolewe? Na kama iko ahadi hiyo kwa Mwenyezi Mungu, falan yukhlifa Allahu ahdahu,
hata kwenda kinyume Mwenyezi Mungu na ahadi yake. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, au mnaropoka tu au mnajisemea tu mambo juu ya Mwenyezi Mungu msiyojua. Bala, hapana. Ukweli ulivyo ni kwamba man kasaba sayi'atan, yoyote atakayetuma uovu, wa ahafat bihi khati'atuhu, na ukamzunguka kwake yeye yale makosa yake, ule uovu ukamzunguka mwingi, hatoki, mezani yake ya thawabu nyepesi na mezani yake ya madhambi ni nzito, kila pahala yuko yeye. Kwenye kuua kaua, kwenye kusini kazini, kwenye niwaku yumo, katika ulajirima na hapasemeki, kila pahala yuko yeye. Na katika kumzulia Mwenyezi Mungu uongo katika kurafaka dini yumo, mara barazani, mara makampya, mara hikma, mara halili yumo. Wa ahafat bihi khati'atuhu, yakamzunguka barabara makosa yake. Ulaika ashabun nari, basi hao ni watu wa motoni, hum fiha khaliduna, humo wao watakamilishwa. Na kwa upande wa pili, walladhina amanu wa amilu salihati, na wale ambao wameamini na kutenda mema, ulaika ashabul janna, hum fiha khalidun, wao vile vile ni watu wa peponi, humo watakamilishwa. Hii ni baadhi ya aya iliyoeleza umilele wa watu wa motoni kwa maneno ya wazi, hayataki taudi. Aya nyingine ni kama ilivyokuja katika sura Alif Lam Mim tanzila as-sajda, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, illa watapokuwa wataka kutoka ndani ya jahannam hiyo watarejeshwa mule. Waqila lahum, na huku patasema kwa wao huku adhab an-nari alladhi kuntum bihi tukadzibun, endeleeni kuonja adhabu ya moto ambayo nyinyi mlikuwa hiyo mkikadhibisha. Na aya nyingine vile vile, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhab al-hayy, illa watapotaka kutoka huko kutokana na ghamu, adhabu zilizomo ndani yake za kumdhalilisha mtu, u'idu fiha, watarejeshwa mle, wa dhuqu adhab al-hayy, na huko nasimama kwa kuambiwa endeleeni kuonja adhabu ya moto. Na pahala pengine watasema kumwambia yule kazi nari Malik, watasema na malaika watu wa motoni kumwambia ya Malik, ewe Malik hadhi nari, liyaqdi alaina rabbuk, muombe Mola wako Malik atuhukumie umauti wa milele, basi tumechoka. Na kauli hiyo wataitoa baada ya karne kwa karne kupita ndani ya jahannam, siku ambazo hajamalizika. Hatimaye watamwambia waqalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, watatolewa jawabu baada ya kiasi cha miaka 1000, kiasi cha miaka 1000 kwa namna wanavyohesabu watu duniani. Patajibiwa waambiwe innakum ma'tusuna, ninyi mtabatibu hivyo. Na katika maneno mengine watapoleta malalamiko, wataambiwa ihsau fiha wala tukallimun, kelele nyamazeni, msimsemeze Mwenyezi Mungu lolote. Hizi ni baadhi sana aya, lakini hizi ni baadhi yake zilizoweka umilele na makaribio ya Mwenyezi Mungu na makaribio ya malaika kuhusu watu wa motoni. Pia vile vile katika baadhi ya alizo tena katika sura Baqara, Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, na kuna miongoni mwa watu ambao wanachukua kwa asili kwa Mwenyezi Mungu, wanawafanya ni idadi pamoja na Mwenyezi Mungu, wanawaabudia wao na Mwenyezi Mungu pamoja, au wanabadilisha badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudia Mwenyezi Mungu. Tena yuhibbunahum, wanawapenda wao hao wanaowafanya kahubbillahi, kama anavyostahili kupendwa Mwenyezi Mungu. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale ambao wameamini wao wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al'adhaba, na laiti kama wangeliona madhalim pale watakapoiona adhabu, watahakikisha anna al-quwwata lillahi jami'an, ya kwamba kumbe nguvu zote anazo Mwenyezi Mungu, wa anna Allaha shadidul 'adhab, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali kwa adhabu.
Akaendelea Mwenyezi Mungu kusema, idh tabarra alladhina tubi'u, kumbuka siku watakapokataa wale waliofuatwa. Maana watu wa motoni watawakamata wanasema, rabbana haula yadhalluna, hawa ndio wanatupoteza sisi, faatihim adhaban dhifan minan nar, wape adhabu zaidi hawa warudufu motoni. idh tabarra alladhina tubi'u, kumbuka watakapokataa wale waliofuatwa, min alladhina tabau, wakatalia wale waliofuata. Kupata kuna hatari huko. Eti mtu wasame analolifanya lina amri ya Mwenyezi Mungu, lina mafunzo ya mtume, ama kumpata mtu. idh tabarra alladhina tubi'u, kumbuka itafika siku watakataa waliofuatwa, min alladhina tabau, watawasuka kabisa wakatalia wale waliofuata. Hapa wanahimiza sana hivi na hivi, kule ndio wakatalia. ورأوا العذاب وتيون عذاب وتقطعت بهم الأسباب, na zikakatikilia mbalini sababu zao za kupendana kwao, hamna sababu hizo. Itakuwa ni kelele machozi, patashika nguo tena. Wataqatta'at bihim al-asbab, hapo kwa kuyaona hayo, waqala alladhina tabau, ndipo wataposema wale waliofuata, law anna lana karratan, ama ametupata kweli kweli. Sisi tukitegemea kama tunavyofanya, wanatuambia msiwe na shaka, hii itabeba madhambi yetu. Kama haya ni makosa haya, basi dhambi tutabeba sisi, hii hamna lawama, ni sisi mateka. Hivi ndio ndivyo, hivi ndio hivi na hivi na hivi, na kama kuna madhambi hapa tutabeba sisi mzigo huu. Ndio nini? Leo watu katalia hapa. Hapo tena ndio wakala alladhina tabau, wataposema wale waliofuata, lau anna lana karratan, nabiti sisi kama tulikuwa na nafasi ya kurejea kidogo duniani, wala tabarra minhum kama tabarra'u minna, wallahi na sisi tungepata nafasi ya kuwakataa tena mara ya pili kuwafuata, kama wao wanapotukatalia sisi hapa kwamba si wenzao. Hapa tena Mwenyezi Mungu anamaliza aya yake kusema, kadhalika, namna kama hii ndivyo itakuwa, yurihimullahu, anawaonyesha kabisa watu mambo yatakavyokuwa huko akhera. Kadhalika yurihimullahu a'malahum, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anawaonyesha vitendo vyao, hasaratin alayhim, itakavyogeuka kuwa ni majuto juu yao. Na mwisho ikoje aya, wama hum bikharijina minan nar, na hawatakuwa wenye kutoka motoni. Ni kitu ambacho kimethibitishwa, hendi ila awe kafiri wa kweli, na akiingia hatoki. Ama kuhusu kwenda, innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun, ama wale ambao imeshatangulia kwa wao tamko la Mwenyezi Mungu kwamba wao ni wema, ama wao kwa jahannam watakuwa mbali nayo sana, bali kabisa kabisa. La yasmauna hasisaha, hawatosikia hata sauti zake za migurumo wala kitu gani. Wahum fima ishtahat anfusuhum khaliduna, na wao watakuwa katika yale mambo ambayo nafsi zao zimependa huko ndani. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar, haitahuzunisha wao hiyo fadhaa kubwa ya siku. Watatadhakahum al-malaika, na malaika ndio watakaokuwa kuwapokea na kuelekeza, pita hapa makazini pale, makazini pale. Lakini ajenda basi mbaya, ule moto, watakun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil-kafirin. Moto ule bwana mwako wake ni watu na mawe, umeandaliwa tayari kwa ajili ya makafiri, si kwa ajili ya Waislamu, si kwa ajili ya muumini, si kwa ajili, ni kwa ajili ya makafiri. Sasa kama mtu alikuwa ni asi kwa mujibu wa hadithi ya kesha yakamzunguka maovu yake, basi alikuwa katoka kabisa katika Uislamu, kwa sababu Uislamu umeweka ofa. Mwenyezi Mungu ametoa nafasi jema moja kulipwa mara 10 zaidi yake, na hichi ni kiwango cha chini. Kashindwa mtu kuwa na thawabu za kumtosha kumvusha kuingia peponi, aliyakuwa jambo lake jema moja ni kwa kilipo cha mara 10, na hicho 10 ni nafasi ya chini kabisa, bali Mwenyezi Mungu analipa kwa 700, na hiyo 700 sio ndio mwisho. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u, Mwenyezi Mungu analipa kwa zaidi ya nyongeza kuliko hiyo. Pamoja na nafasi hiyo, kuna watu bado watazidiwa na madhambi yao, na thawabu itakuwa kidogo. Pamoja na nafasi, hali ya kuwa dhambi
kosa moja dhambi moja, jema moja 10 700 na zaidi, kosa moja dhambi moja tu basi. Kwa hivyo aya zilizoweka umilele wa motoni kama hizo. Halafu kwa upande wa aya zilizokuja kidogo kwa mshabaha, ambazo si mshabaha uliokubalika na wote, bali ni taawili ya baadhi ya watu walipofasiri Qur'ani, walipoweka kwamba wataingia watu na kama inavyokuwa Mwenyezi Mungu si dhalimu, si kama atamweka mtu milele japo kwa kufanya mema hapa na hivi na hivi, hatomdhulumu japo kidogo ataonja wema wake anaofanya na hivi na hivi, na kama kafa na imani ilikuwa nayo na hivi na hivi. Aya ambayo yategemewa zaidi kwenye Qur'ani, ambayo ndio nzito kuliko zote, ni aya zilizopo katika surati Hud, kuanzia nambari 104, 105, 107, kiasi kama hizo aya. Katika sura hiyo Mwenyezi Mungu anasema, wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dud, na siku hiyo ya kiyama sisi hatuicheleweshi isipokuwa kwa ajili ya miadi iliyokuwa inawekewa idadi ya siku. Ajalin ma'dud, muda ambao kuzaliwa unangojea utimie tu, ukifika basi wapi itakuwa siku hiyo. Yauma yaati, siku itakapokuja miadi hiyo, la takallamu nafsun, haitozungumza nafsi yoyote illa biidhnihi, isipokuwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Faminhum, basi miongoni mwao, shaqiyun, kutakuwa na waovu, wa sa'idun, na wengine ni wema. Fa amma alladhina shaqu, ama wale watakaokuwa ni waovu, fa fin nari, wao wataingia motoni, lahum fiha zafirun wa shahiqun, wao humo motoni watakuwa na ngurumo nyembamba na nene, watalia sauti nyembamba, na halafu mtu na ngurumo kwa jinsi ya adhabu namna zilizomtokea. Khalidina fiha, watakahumo daima milele, tena milele wenyewe, maadamati samawati wal ardu, kwa muda wa kudumu mbingu na ardhi. Muda wa kudumu mbingu na ardhi, itakuja maelezo ya baadhi ya Qur'ani hapa, walifahamu vipi muda wa kudumu mbingu na ardhi. Illa, halafu aya ikagusa, isipokuwa masha Allahu, bali atakotaka Mwenyezi Mungu. Illa masha rabbuka, isipokuwa bali atakotaka Mola wako. Inna rabbaka, wa hakika Mola wako, fa'alun lima yurid, ni mfanyaji kwa yale anayotaka Mwenyezi. Haingili, akitaka kuwa basi jahannam, basi akitaka kuwatoa atawatoa. Wakachungulia kwamba hapa aya hii kwa watu wa motoni inamalizikia inna rabbaka fa'alun lima yurid. Halafu kwa watu wa peponi vile vile ikaja kama hivi, wa amma alladhina su'idu fa fil janna, ama wale ambao watakuwa ni wema, basi hukumu yao ni peponi. Khalidina fiha, humo watakaa milele, maadamati samawati wal ardu, kwa muda wa kudumu mbingu na ardhi. Illa ma sha'a rabbuk, isipokuwa kwa kutaka Mola wako. Ama hapa aya zinamalizikia afaan ghaira majdud, hii ni afia ya kipawa, hii ni zawadi isiyokatika. Kwa nini hapa ikawa zawadi isiyokatika na kule ikawa fa'alu lima yurid? Akili za binadamu zikafanya kazi, zikaona bila shaka kwenye pepo kuna muhalladun, na kule kwenye moto bila shaka kuna baadhi ya watu waliokupa tauhidi na hivi na hivi, iko siku watatoka. Na kilichokilia nguvu tafsiri hizo, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, zilikuja hadithi zikataja habari hiyo. Lakini kwanza tutizame namna wafasirina wanaofasiri tamko hili, khalidina fiha maadamat as-samawati wal ardh. Qala al-imam Abu Ja'far ibn Jarir, amesema Imam Abu Ja'far ibn Jarir ya kwamba min aadati al-arab, suri wa arabu qalat, usema kama hivi, hadha daimun, jambo hili litadumu, wa dawamu samawati wal ardi, kudumu kwake ni kudumu kwa mbingu na ardhi. Hii ni kawaida ambayo kabla ya kushuka Qur'ani, kabla ya Nabii Muhammad kupewa utume, basi Waarabu walikuwa na kawaida, wanapotaka kudhibitisha jambo kwamba litakuwa na kuendelea sana, husema kwamba hadha dawamu wa dawamu samawati wal ardi, hili ni jambo la kudumu, kudumu kwake ni mbingu na ardhi. Anakwambia maneno hayo tena ufahamu mwenyewe kwamba ni jambo la kuendelea.
wakadhalika yakulun, na vile vile Waarabu walikuwa na kawaida ya kusema wanapokusudia kuweka jambo la umilele, wanasema huwa baqi, hili jambo litabaki, makhtalafa al-layl wan-nahar, kwa muda wa kutofautiana usiku na mchana. Kila siku usiku mchana, basi hii itakuwa moto. Yu'inuna bidhalika kullihi abadan, wanakusudia kwa maneno hayo kwamba ni umilele. Basi Mwenyezi Mungu na yeye fakhatabahu, akawasemeza viumbe wake jalla sha'nuhu bima yata'arafunahu, kwa ile lugha ambayo wanaitambua wenyewe. Wao wenyewe wanatambua, wakitaka kuthibitisha umilele wa jambo wanasema maadama fi samawati wal ardhi. Mwenyezi Mungu akawahutubia vile ambavyo wanaelewa. bima yata'arafunahu bainahum, faqala, ndipo aliposema khalidina fiha ma dama bis samawati wal ardhi. Kwa Waarabu ilikuwa ni mahali wapi? Ni muda usiojulikana mpaka wapi. Hiyo tafsiri ya ma dama bis samawati wal ardhi. Halafu ya maelezo katika tafsiri ya kafiri ya kwamba wayuhtamalu bima dama bis samawati wal ardhi, na inaweza kuchukuliwa vile vile kwa hili tamko la maadama bis samawati wal ardhi al-jins, ni jinsi ya mbingu zitakazokuwa huko, si ardhi hii wala sio mbingu za sasa. Li'annahu la budda fi alami al-akhirati, wa sababu hakuna budi katika ulimwengu wa akhira, min samawati wa ardhi, kutakuwa na mbingu, kutakuwa na ardhi, kama qala ta'ala, kama alivyothibitisha hayo Mwenyezi Mungu mtukufu katika sura Ibrahim. Mwenyezi Mungu amesema yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, siku itakayobadilishwa ardhi hii iwe nyingine, sio ardhi hii, na mbingu pia zibadilishwe ziwe nyingine, sio hii. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, na watahudhurishwa viumbe vyote kwa Mwenyezi Mungu aliye mmoja na aliyemteza nguvu. Ina maana ulimwengu wa akhira utakuwa na mbingu, utakuwa na ardhi. Sasa kudumu kwa adhabu ya pepo na moto ni kwa mujibu wa kudumu mbingu za huko na ardhi huko. Walihadha, na kwa ajili hii, qala al-Hasan al-Basri, amesema mwanachuoni al-Hasan al-Basri kwamba yakulu sama'un ghayra hadhihi sama', hapa Mwenyezi Mungu anasema kwamba kutakuwa na mbingu sio mbingu hizi, wa ardhun ghayra hadhihi al-ardh, na ardhi nyingine sio kwa ardhi hii. Fama dama tilka samawati wa tilka al-ardh, basi kwa mujibu wa kudumu mbingu hizo na ardhi hiyo, ndivyo itakayodumu adhabu ya moto na pepo vile vile. Waqala Ibn Abi Hatim, na akasema Ibn Abi Hatim, ذكر عن سفيان بن حسين, akiwa anataja maneno ambayo kayapokea kwa Sufyan ibn Husayn, ani al-Hakam, na yeye kapokea kutoka na Hakam, an Mujahid, na yeye kapokea kwa Mujahid, an Ibn Abbas, na Ibn Mujahid kapokea kwa Ibn Abbas, qawlihi, tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema maadama fis samawati wal ardu, yani qala Ibn Abbas amesema likulli jannatin sama'un wa ardun, katika pepo mbalimbali watakazorudishwa watu huko, basi kila pepo itakuwa na mbingu yake na ardhi yake. Waqala Abdurrahman ibn Yazid, na akasema Abdurrahman ibn Yazid ibn Aslama, maadamat as-samawati wal ardu, yani maadamat al-ardu ardan, wa kwa muda kudumu ardhi was-samawati samaan, na kwa muda kudumu mbingu za huko, basi ndivyo itakayodumu adhabu ya moto na furaha za pepo. Sasa tunakuja katika jambo lililokhitilafiwa, utokaji wa motoni kwa baadhi ya watu. Kwanza kuna watu wanafasiri Qur'ani kama wale wanaojiita Ahmadiyya Makadiani. Wale wameweka kwamba hata moto vile vile ni kitu ambacho kina mwisho wake, yani wao wamepingwa na Waislamu wote kwa kauli hiyo. Wameweka hata kafiri au kafiri vipi, moto na mwisho wake, na baadaye utamalizika watakwenda peponi. Hapa wamekataliwa na Waislamu wote, ila baadhi ya watu wanasema kwamba wale ambao wamekufa na kauli la ilaha illa Allah, basi yale maovu yao ndiyo yatakayowasababisha wende motoni kwa muda maalum, halafu baadaye kwa sababu ya Uislamu wao watatolewa na kwenda peponi. Kuhusu khitlafu hii, kama nilivyosoma aya mwanzo,
zenye kutaja umilele wa motoni ni aya ambazo zimekuja wazi wazi, ama zile ambazo zimekuja kwa sababu kuonyesha kwamba iko siku watatoka, zimekuja kwa taawili. Na taawili hiyo wako waliokubali na wako waliokataa, kuanzia masahaba na matabiina na maimamu na wengi, khilafu ipo. Anasema katika tafsiri ya Ibn Kathir, wa qawluhu illa ma sha'a rabbuka, wale aliposema Mwenyezi Mungu isipokuwa atakapopenda Mola wako, inna rabbaka fa'alun lima yurid, hakika Mola wako ni mfanyaji wa yale anayopenda. Maneno haya kwa hakika kauli Ta'ala, kama alivyosema tena Mwenyezi Mungu, an-naru maswaakum, moto wa jahannam ndio makazi yenu, khalidina fiha, watakahu daima milele, illa ma sha Allah min kadhib, isipokuwa apendapo Mwenyezi Mungu. Inna rabbaka hakimun alim, hakika Mola wako ni mwenye hikma na ni mjuzi, anafanya kwa kujua, hata kiadhibu anaadhibu kujua. Anasema Ibn Kathir, وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء, وحقيقة ومختلفيانا wenye kufasiri Qur'ani katika uvushaji huu, illa ma sha'a rabbuka, hii kusema isipokuwa pale apendapo Mola wako. Wenye kufasiri Qur'ani wametofautiana katika uvushaji huu, isipokuwa. Tena imekuja khitilafu ala aqwalin kathira, juu ya maneno mengi, si kauli moja mbili tatu, mengi, kila mmoja hapa anaeleza yake. Kwa hivyo kwa upande huu, kwa mujibu wa Qur'ani, wale wanaoweka habari ya kuingia motoni na kutoka motoni, nafasi yao yenye mbamba sana kwenye Qur'ani, kwa sababu hakuna kauli moja kufuatwa. Ni kitu ambacho kinahitaji hapa taawili ya aya. Bas anasema hakaha, amezisimulia ikhtilafu hizo al-Shaykh Abu al-Faraj ibn al-Jawzi fi kitabihi Zadul Masih, kwenye kitabu chake al-Fiqh Zadul Masih, wa ghairihi, na wengineo min ulama at-tafsiri, katika wanavyuoni wa tafsiri wamestaja ikhtilafu hizo. Wa nakala kathiran minha al-Imam Abu Ja'far, na Imam Abu Ja'far ibn Jarir amezitaja vile vile kwa zinakili tofauti hizi nyingi sana, akazitaja rahimahullahu fi kitabihi, ndani ya kitabu chake. Halafu mwisho baada ya kutaja tofauti hizi, wakhtara huwa, yeye akachagua, huyu Imam Abu Ja'far ibn Jarir, yeye akachagua ma naqalahu an Khalid, yale aliyoyanakili kutoka kwa Khalid ibn Ma'dan, na akapokea nasihat wa Qatada wa Ibn Sinan, wa rawahu Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas wal Hasan aidan. Akachagua kwamba anna al-istithnaa, ya kwamba kule kuvusha illa ma sha'a rabbuka, aidun ala al-usat, hii ni kauli ambayo kaichagua yeye. Tofauti ziko nyingi, kaziona, kaziandika zote, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, lakini akachagua, mimi ninaichagua hii, kwamba ile illa ma sha'a rabbuka, isipokuwa pale apotaka Mola wako. Anasema ile illa ma sha'a, istithna'u ile aidun ala al-usati, inarejea kwa wale maasi min ahli tauhidi, katika watu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu, wanakubali kuwa Mwenyezi Mungu hana mwenziwe, ila walimuasi Mwenyezi Mungu katika amri zake. Hawa anasema mimman yukhrijuhumullahu minan nar, ni katika wale ambao atawatoa Mwenyezi Mungu katika moto, bi shafaati shafiina, kwa sababu ya uombezi wa wenye kuombea, minal malaikati, kuanzia malaika, wan nabiyina, na mitume, wal mu'minina, na waumini, hata mpaka itafika wakati yashfauna fi ashabi al-kaba'ir, watawaombea hata watu waliotenda mijidhambi mikubwa mikubwa, kuua, kuzini, kufanyaje. Na katika mijidhambi mikubwa ndani yake ni ushirikishaji. Ashirku ni katika akbarul kaba'ir. Haya ni maneno ambayo kayachagua yeye. Alafu anasema thumma ta'ti rahmatu arhamir rahimin, kisha itakuja rehema ya yule ambaye ni mbora kurehemu, fatukhrijuhu minan nar, rehema hiyo
itawatoa katika moto man lam ya'mal khairan qattun, wale ambao hawajapata kufanya khairi hata siku moja. Hayo maneno tusikilize vizuri, ni jambo ambalo si kama tuwasilisha hayo nasoma jambo mas'alatun ikhtilafi, jambo lililotofautiwa na maulama. Nimejisoma zile aya za Qur'ani ambazo hukumu yake muqatta'at za kuthibitisha umilele wa watu wa motoni. Na kama kuna pahala kwenye Qur'ani habari kutoka motoni strong iliyokuwa na nguvu zaidi ni aya iliyomo katika sura Hud. Aya pale Mwenyezi alipomsha illa ma sha'a rabbuka, lakini illa ma sha'a rabbuka kaweka kote kote kwa watu wa motoni na kwa watu wa peponi. Illa alimalizia kwa watu wa motoni, huko motoni inna rabbaka fa'alu lima yuridu, na kule kwa watu wa peponi akamalizia afaan ghayra majdud. Hapa tena ndio tutaona tuseme bora kwa watu wa peponi ni afia sio katika, lakini huku madhari atafanya apendavyo, basi iko siku atafanya kuwatoa. Hayo kwa hakika ni mawazo, ni tafsiri ambazo zinakuja kwa rai, lakini ziko hadithi nasema ndo zotia nguvu watu wagande kwenye rai hiyo. Sahihi. Basi nasema wa rehema ya Mwenyezi Mungu itakapokuja itawatoa katika moto man lam ya'mal khairan qattun, watu ambao hawajapata kufanya khairi hata mara moja, lakini kilichowatoa motoni wakala yawman min ad-dahr, alisema siku moja katika umri wake la ilaha illa Allah, katamka kauli hiyo, basi iko siku tena ndio tutatolewa. Haya anasema Ibn Kathiri kama warada, kama zilivyokuja bidhalika kuhusu jambo hilo al-akhbaru sahiha, habari zilizo sahihi al-mustafidatu an rasulillah, zilizomiminwa kwamba zinatokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Basi nasema imekuja kuhusiana na mambo haya ya utokaji wa motoni al-akhbaru sahiha, habari zilizokuwa sahihi. Hiyo imeelezwa ndani ya tafsiri ya Ibn Kathir, ambazo zinamiminwa kwamba zimetoka habari hizo kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Bimadhmuni dhalika, kutokana na madhumuni ya hayo, min hadithi Anas, kutokana na hadithi ambayo kaitaja Anas wa Jabir, na hadithi ambayo kaitaja Jabir wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira wa ghayrihim, na kuna wengine masahaba wengi min as-sahabati katika masahaba. Halafu yanakuja maneno wala yabqa ba'da dhalika fi an-nari, baada ya kutolewa huyu mtu ambaye au watu ambao hawajapata kufanya khairi yoyote, sikusali, sikufunga, sipanda chochote, ila aliwahi kutamka maneno katika uhai wake, hapana mola afai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Halafu anasema wala yabqa ba'da dhalika fi an-nari, hata baki baada ya hapo tena huko motoni, illa man wajaba alayhi al-khulud, isipokuwa yule ambaye amewajibikiwa juu yake yeye na umilele fiha, kukaa ndani yake huko, wala mahilun lahu, wala hakuna sababu yoyote kuweza kumtoa anha, kutokana na moto huo. Wa hadha alladhi alayhi kathirun min ulamai, na anasema kauli hii ndio walioipata wengi katika wanavyuoni kadiman wa hadithan, tokea watangulia tangu zamani na wapya vile vile, fi tafsiri hadhihi al-aya al-karima, kuhusiana na tafsiri ya aya hii tukufu yenye kumbusha illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Halafu anaendelea kusema katika Biblia waqad warada fi tafsiriha, na kwa hakika imekuja katika tafsiri yake an amiri al-mu'minin, kutokana na kiongozi wa waumini Umar ibn Khattab wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Abi Huraira wa Abdullah ibn Amr wa Jabir wa Abi Sa'id min as-sahabati, hawa ni kutokana na masahaba, na wa an Abi Mijlad wa Sha'bi wa ghayrihima min at-tabi'in, na hawa ni kutokana na matabi'in.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهويه وغيرهما na wengineo min al-a'imma. Hawa ni kutokana na maimamu. Hawa kwa hakika wameleta fi aqwali ghaiba, katika maneno yaliyokuwa mageni. Haya tutajibu inshallah. Anasema na kuna baadhi ya watu wanatoa dalili hii, wa in minkum illa wariduha, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa ataufikia huo moto. Kana ala rabbika hatman maqdiya, imekuwa juu ya Mola wako ni kuhusiana na jambo ambalo limeshahukumiwa. Hii kwa hakika iko katika sura Maryam kweli kabisa. Aya wa in minkum, hakuna yoyote miongoni mwenu illa wariduha. Kalima ya Kiarabu ni warid na sio dakhil. Laitani kama ingelisema wa in minkum illa dakhiluha, basi ingelibidi tukamwane machozi tulizane hapa, na ingelibidi tusitoke tena msikitini mpaka tudumu. Magani ingeliamuliwa kwamba hakuna yoyote ila atauingia moto. Ni kwa kosa. Lakini maneno yamekuja illa wariduha. Alwarid maana yake ni kufikia. Hakuna yoyote isipokuwa atafika kwenye moto, na sio kuingia, atapita katika njia nyembamba, ambapo hapo ndipo panapomchujo. Wako watakaopita hapo kama spidi ya umeme, na wako watakaopita kwa kitambo kama kusaza kambili, na wako watavuka salama lakini kwa miaka 10, na wako watavuka salama kwa miaka 30, na wako watavuka salama kwa miaka 100, century nzima mtu anapopona pale atoke. Na wako ambao wakigusa tu chuma hicho cha njia kimewaruhusu kutoka motoni, na kuna koleo zinaranda juu zinawakamata watu ambao hawastahili kupita pale. Na huku ule moto wa jahannam unasema kumwambia mu'min, ya mu'min asra, wewe mu'min fanya haraka kupita, usikae hapo, fa inna nuraka yutfiuni, nuru yako inanizima mimi, nataka mimi watu wangu maalumu, nyinyi waumini piteni haraka hapa. Kwa hakika wariduha, ikiwa walifasiri kutegemea aya hii haina uzito, kwa sababu ni kufika tu sio kuingia. Ama ile katika surati Hud ndio hoja yao nzito zaidi, wanaozungumza utokaji wa motoni. Hapa ni maurudi na lugha ya Kiarabu, hata katika sehemu ya maji huwa vile vile hutumika lugha ya kufika pahala. Kwenye hadithi ya Mtume utasoma utakuta almawarid, Mtume kawataja watu wenye kulaaniwa, mwenye kufanya haja katika sehemu za katika njia, katika sehemu kadha wal mawarid, na katika mahala ambamo wanafika watu kwa ajili ya haja ya maji, kwa hiyo vile vile mawarid. Na hata katika kisa cha Nabii Musa alipokimbia Misri anaelekea katika himaya, basi imekuja kwenye maneno mengine, walamma warada ma'a Madyana, alipofika Musa katika sehemu ya maji katika nchi ya Madyana, wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun, bali alikuta grupu ya watu inataka maji pale kuteka. Wawajada min dunihim imra'atayn tadudan, na akawakuta pembeni watoto wa kike wawili wanasubiri, hawawezi kuingia katika bibiru ya vijana dume pale na gombe ya maji. Walamma warada, imekuja tamko la warada, kufika pahala. Ama aya ya Qur'ani in minkum ila wariduha, waridu maana yake ni kufika na sio dakhil. Ama kule katika surati Hud wameshaingia tayari, wa amma alladhina shaqu fa fin nari, wataingia khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa, bali sira ndipo kuja Islam. Ama kwa hapa kwa hakika hii haina uzito, kwa sababu lugha nyingine haikufahamika wazi namna ya warada na wa in minkum illa waridu. Tunaendelea na hizo. Basi yamekuja maneno mageni kutokana na maswahaba hawa. Amiri al-Mu'minin Sayyidina Umar kaja na maneno mageni.